Wataalamu wa masuala ya science na biology wanatueleza mwanamke ambaye hana furaha, mwanamke ambaye ana matatizo ya mzunguko wa hedhi, mwanamke ambaye hapati msisimko kwenye tendo la mapenzi, yaani wako wanawake tunapata haya mambo kwenye akaunti zetu, watu wanaelezea na vitu kadha wa kadha kwamba mimi mpenzi wangu asisimki wala ukimgusa hana ile hamu ya tendo la mapenzi. Watu wengi wanataka kujua wafanyeje, na wengine washatumia dawa mbalimbali, lakini bado hawapati ile raha ya tendo la mapenzi, kwa sababu mtu anakuwa yuko mkavu wakati wote. Nini cha kufanya? Wataalamu wanatuambia jambo dogo sana, kugusa jasho la kwapa la mwanaume, yani mwanamke kugusa jasho la kwapa la mwanaume na lipsi zake, yani juu ya mdomo, hapa juu, akigusa jasho la kwapa, yani akachukua mdomo wake, hizi lips, akagusisha kwenye kwapa la mume wake ama mpenzi wake, kitendo hiko kinamsisimua mwili wake yeye mwanamke, yani kinaongeza kusisimka kwa mwili wake, lakini pia kinamuongezea furaha yeye mwanamke. Yani mwanamke ambaye anakuwa kisirani mara kwa mara, akiwa na tabia ya kugusa jasho la kwapa na lipsi zake za midomo, kila baada ya siku kadhaa, mume wake amerudi nyumbani, anachukua mdomo wake anagusa kwenye kwapa la mumewe, basi furaha yake inaongezeka, mwili wake unakuwa na furaha wakati wote. Hata kama alikuwa na msongo wa mawazo unapungua, kwa sababu mwili unabadilisha, unaongeza vichocheo ambavyo vinamfanya kuwa na furaha. Lakini faida nyingine anayoipata kwa kitendo hiki cha kugusa na midomo yake kwapa la mume wake ambao likiwa na jasho, faida nyingine anayoipata mwanamke, anasisimka ile kimapenzi, anakuwa anapata ile stimulation, na mwili wake unaweza kuanza kuwa sasa mteke anapokuwa na mume wake katika tendo la mapenzi. Lakini faida nyingine ambayo kubwa kuliko zote, inaweka vizuri mzunguko wa hedhi. Kama mwanamke mwezi huu anaenda tarehe hii, mwezi ujao tarehe hii, mwezi unaofuata tarehe hii, yani hana tarehe maalum, basi akiwa na tabia ya kugusa kwa midomo yake kwapa la mume wake ama kwapa la mpenzi wake kwa midomo yake, yani midomo, lips zikawa zinagusa lile jasho la kwapa, maana yake linaenda kuboresha mzunguko wa hedhi na anapata tarehe moja ya kila mwezi. Hilo ni jambo muhimu sana, linatengeneza vizuri homoni katika mwili wa mwanamke na kuweka vizuri vichocheo katika mwili wa mwanamke, na hivyo anakuwa yuko vizuri kabisa. Na sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili. Tunatibu matatizo mbalimbali ya kibiolojia. Kama una swali lolote unataka kujua ama kutuuliza, tuandikie hapo chini swali lako na sisi tutaliona kisha tutakujibu kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana.